Ilikuwa ni tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2025, siku ambayo wekundu wa Msimbazi Simba walipaswa kushuka kwenye dimba la Benjamin Mkapa kukaribishwa na Young Africans kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, mchezo nambari 184. Ya kutokea ambayo yalianzia tarehe 7 ya mwezi Machi, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba walizuiwa kuingia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwenda kufanya mazoezi ya mwisho ambayo kikanuni waliruhusiwa kuelekea mchezo wa wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Young Africans. Wakafanya mazoezi kwa kufanya pitch inspection. Kwa isivyo bahati, mchezo haukufanyika kwa sababu wekundu wa Msimbazi Simba wakasema hawako tayari kucheza mchezo ule pasipo wao kupewa fursa ya kufanya mazoezi kwenye uwanja ambao mchezo unatarajiwa kufanyika. Ya kutokea Young Africans nao hawakuridhishwa na maamuzi ya bodi ya ligi baada ya bodi ya ligi kutangaza kwamba mchezo ule umeahirishwa na utapangiwa tarehe nyingine. Sakata limekuwa kubwa sana, lakini hatimaye tarehe 15 mwezi Juni 2025 ndio siku ambayo mchezo huu unatarajiwa kufanyika. Mchezo huu ambao unazikutanisha wekundu wa Msimbazi Simba na Young Africans wakiwa wenyeji, ndio unaotajwa uliobeba thamani ya ligi kuu Tanzania bara msimu huu, kwa sababu unaweza ukaamua nani atakuwa bingwa wa ligi kuu Tanzania bara na nani atashika nafasi ya pili kati ya wekundu wa Msimbazi Simba na Young Africans. Kulia kwangu yupo mchambuzi wa soka Bwana Fadhili Nyika, ambaye atatudadafulia kwa kina juu ya kile ambacho anachokitarajia kuelekea mchezo huu wa mwezi June tarehe 15 siku ya Jumapili saa 11 jioni kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Bwana Fadhili Nyika, habari yako? Alhamdulillah, ni njema. Kumekuwa na sakata la mchezo nambari 184 ambao linawakutanisha Young Africans dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Viongozi wa Young Africans kupitia press release walioitoa wanasema hawako tayari kushiriki kwenye mchezo huu. Je, ni kitu gani unakitarajia kitaenda kutokea hiyo tarehe 15 ya mwezi Juni? Ni statement ambayo baada ya tarehe 8 kuahilishwa kwa mchezo ule, both side kila mtu akiwa amezungumza lile ambalo anahisi kwake ni sahihi. Simba Sports Club wakiwa wanakuja kwa jukumu la kwamba hatujafanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo husika. Wakati huo pia Young Africa nao wakiwa wanasema kwa nini hajafika, sisi tumeshakwisha kufika uwanjani. Tarehe 15 ya mwezi wa 6 2025 bodi ya ligi imepanga hivyo pamoja na TFF kwamba mchezo huu umepangiwa tarehe husika ni tarehe 15 ya mwezi wa 6. Najua maisha ya soka lazima kuna vigezo, sheria ambazo huwa zinasimamiwa na kanuni. Bodi ya ligi wanafika fahamu kabisa hawezi mtu kutoa ubingwa bila kucheza michezo ya ligi mpaka itakapomalizika au kutamatika. Na hakuna yeyote atakayeshuka daraja kama kuna michezo ambayo imebakia au kusalia haijachezwa. Young Africa ameshapata ujumbe, Simba Sports Club ameshapata ujumbe huo, lakini kauli nyingi sana zinazotolewa ni upande wa klabu ya Young Africa kwamba hawatakuwa tayari kucheza mchezo ambao ulikuwa umeshakwisha kupangiwa ratiba na ulikuwa tayari kwenye mfumo kuchezwa mwezi Machi na umesogezwa au baada ya kuahirishwa pale leo imefika ratiba ndio inatoka rasmi. Kwa hiyo nahisi ni vipengele vya sheria vya bodi ya ligi, lakini kanuni pia za soka nchini Tanzania lazima ziangalie ni kwa namna gani mchezo utakavyokuwa, kwa sababu ukisema huchezi hakuna atakayechukua ubingwa bila kucheza huo mchezo na hakuna atakayeshuka daraja bila kucheza huo mchezo, kwa sababu ili tuone mtu anayebeba anayetoa kombe lazima michezo yote itamatike, na ili tujue mtu nani anashuka lazima kila mtu ajue kabisa amecheza michezo yake yote iliyokuwa imepangiwa na bodi ya ligi pamoja na TPLB yote imemalizika moja kwa moja. Ukitazama ratiba inaonyesha utakuwa ni mchezo wa 3 kutoka mwisho. Yani baada ya mchezo wa Yanga na Simba, michezo miwili ndio itakayofuatia kisha ligi inaenda kumalizika. Lakini msimamo wa Young Africans wanasema hawatacheza huu mchezo. Na hata kwenye press release wamebainisha hivyo. Wekundu wa Msimbazi Simba wameshaipokea ratiba na hata kwenye pages zao wameposti kwamba mchezo utafanyika tarehe 15 mwezi wa 6. Lakini Young Africans hawajafanya chochote, hawajaonyesha kurespond kwenye ile ratiba hasa kuhusiana na mchezo unaowakutanisha wao na wekundu wa Msimbazi Simba. Unauona msimamo wa Young Africans ukiendelea kuwepo hapo au tujipe muda na kuamini kwamba inaweza ikatokea Young Africans wakatumia busara na kuingia uwanjani kucheza huu mchezo?
Isivyo bahati ni kwamba mpira wa Tanzania umeshikwa na vilabu hivi viwili, Simba Sports Club na Young Africa. Hao ndo wanajua kulani mpira wa Tanzania, nano vilabu pendwa na vinavyotazamwa na watu wengi zaidi barani Afrika, hata ndani ya ligi ni vilabu pendwa. Young Africa anaweza kazungumza mengi hapa katikati, lakini bodi ya ligi bado wapo, TPLB, lakini pia baba wa mpira Tanzania kwa maana TFF wapo pia, na wana viongozi madhubutu na viongozi ambao tunaweza tukasema wanasimamia sheria na kanuni za ligi. Ninachokiona mimi ni kwamba Young Africa ifike mahala, Simba Sports Club, Young Africa, hivi ni vilabu ambavyo tunasema huhusishi siasa wala serikali tena. Vyama vya soka ni vyama vya soka tu. Haitofika mahala labda tukasema tunahusisha serikali kwenye mpira. Lakini nahisi yatazungumzwa mengi. Lakini kwangu mimi dabi lazima itachezwa. Yaani ninavyoona ni kwamba hatuchezi, ile kauli imetrendi sana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini upande wangu wa pili naamini kwamba haya ni mazungumzo nje ya kukaa viongozi wa Young Africa na cabinet nzima na management. Simba wenyewe wamesha realize feelings zao kwamba wanaenda kwenye mchezo na wamesha uposti kabisa kwenye page yao. Ina maana wenyewe wapo na utayari. Young Africa ambaye alishatoa kauli kwamba hachezi bado anaendelea kusimamia msimamo. Lakini tutarudi tena nyuma. Ligi ya Misri ilishawahi kufikia mahala kwamba Zamalek amesusia kwa nini National Ahli aliitwa hakufanya hicho ambacho kilitakiwa. Lakini ukiangalia mwisho wa siku maamuzi yaliyobadilika ni hayakubadilika. Kinachotakiwa ni kwamba Young Africa nachoona mimi yanazungumzwa tu haya, lakini mchezo lazima utachezwa. Kuna namna ambavyo TPLB na TFF wamekuwa hawana nguvu juu ya Simba na Yanga. Unaona hili ikiwa ni zao la TFF na bodi ya ligi kutokuwa na nguvu mbele ya Simba na Yanga, kwa sababu inaweza ikatokea Young Africans wasipeleke timu uwanjani. Tunafahamu soka letu ni namna ambavyo linavyoendeshwa. Unaona kabisa kile ambacho walichokuwa wakikifanya TFF kwa Yanga ndio inapelekea haya yote. Viongozi wa Simba na Yanga, ukiangalia kiongozi wa ngazi ya juu kabisa ya Young Africa Engineer Hersi, lakini pia upande wa Simba Sports Club wapo kina Murtaza Mangungu, wapo na wengine wengi sana. Lakini bodi ya ligi inayosimamiwa na viongozi wake, lakini pia TFF rais wake Wallace Karia, kuna mengi sana. Naweza nikasema kama viongozi wetu wangekuwa ni viongozi kama wafalme za Kiarabu au ukanda wa UNAF, kwa maana hizi nchi za Afrika ya Kaskazini, unazungumzia Morocco, unazungumzia Tunisia, unazungumzia Misri, ni viongozi fulani ambao huwa wana maamuzi juu ya vilabu wanavyoviongoza. Kwa mantikio Wallace Karia takiwa asimamie ile kauli iliyotoka tarehe 7 kwamba kesho mchezo upo. Ilivyofika saa 5 masaa kadhaa hivi tukaambiwa mchezo upo, ilivyofika saa 7 ya tarehe 8 mwezi Machi ndio ikatolewa statement kwenye bodi ya ligi na TFF wakaposti kwamba mchezo umeahirishwa. Kwa unakuta mwisho wa siku alisema kuna vipengele vya kanuni, lakini mimi naona viongozi wa vilabu vyote viwili wamekuwa na nguvu kubwa, yani wana energy kwamba wanaweza kuzungumza chochote kile kwenye bodi ya ligi na TFF na uongozi mzima usio na cha kuzungumza chochote kile. Kwa mimi nahisi kama Young Africa atafanya maamuzi ya kuendelea kusimamia msimamo, yani sihisi kama kitafanyika chochote, lakini ili kuyagundua mengi tunaona bora tuone mkono wa TFF raundi hii ukichukua maamuzi mazito kwa yule ambaye hatafikisha timu uwanjani. Kuna watu wanasema kwa nini TFF wametoa ratiba ya ligi kuu Tanzania bara kabla hawajatoa ile ripoti ya uchunguzi ambayo waliutangazia umma wa Tanzania kwamba kuna uchunguzi unafanyika, kisha watatoa taarifa juu ya kile kilichotokea mpaka kupelekea mchezo kuahirishwa. Lakini wamekuja all the way kabla hawajatoa ripoti ya uchunguzi waliofanya, wametoa ratiba ligi kuu Tanzania bara. Wewe hili unalionaje? TFF wamepatia kutoa ratiba kabla ya ripoti au wamekosea kutoa ratiba kabla ya ripoti? No doubt kwamba walichokifanya TFF sidhani kama kina maudhui chanya kwa jamii na wadau wa soka walio wengi. Unavyosema unafanya tafiti, watu wanatarajia tunakuja kupata majibu. Na kinachofanyika ni kwamba hakupaswa kutoa ratiba ya msimamo ya muendelezo wa ligi bila kutoa root cause iliyosababisha ni nini ule mchezo usichezwe. Lakini
kuna vipengele ambavyo unaweza kuzungumza kwamba yamkini kinachofanyika ni kwa sababu tu ya inspiration power. Yamkini baada ya hapa katikati kitakuja kutajwa hicho kipengele na tafiti zinasemaje. Lakini to me, procedure ambazo zilitakiwa kufuatwa ni kwamba watu wapate majibu. Shida ilikuwa ni 1, 2, 3. Mchezo umepangiwa ratiba hii kulingana na kipengele 1, 2, 3 cha utafiti wetu. Kwa hiyo walichokifanya si sahihi, walipaswa kwanza kujibu umma wa soka na wapenzi wa soka na mashabiki wa vilabu vyote viwili, Simba na Yanga, na wadau wa soka nchini Tanzania. Then baada ya hapo ndipo wapange ratiba hiyo. Kuna uwezekano Young Africans wasipeleke timu kwa sababu wamewahi kufanya kuonyesha hivyo. Iliwahi kutokea mchezo uliahirishwa kutoka saa 11 mpaka saa 1 jioni, Young Africans hawakushiriki ule mchezo. Ni moja kati ya taasisi ambazo wanapokuwa wameamua kusimamia jambo wanalisimamia kweli kweli. Ikitokea Young Africans hawajapeleka timu uwanjani, unaiona nguvu ya TFF ya kuweza kuadhibu Young Africans kwa kuwapoka pointi 3 na kuwapa Simba na kisha kuwakata alama 15 kwenye zile ambazo tayari wameshazivuna? Kitu pekee ambacho nishai kukiexperience toka ligi ya Tanzania imeanza, hakuna maamuzi ambayo yashakuvifika vilabu vya Simba na Yanga pale ambapo wanakutana wao wawili. Adhabu zinaweza zikatokea kwenye mchezo namba 60 na ngapi, Mashujaa na Young Africa, mchezo namba 71 Simba Sports Club dhidi ya Coastal Union, lakini inavyokuja Simba vs Young Africa sijawahi kuiona hiyo adhabu kuto kuchezwa kwa mchezo. Ikumbuka 2021 baada ya ule mchezo kugailishwa, hakuna hukumu iliyokuja kwenye klabu yoyote kati ya hizi mbili, lakini mchezo pia ulipangiwa ratiba kwamba itachezwa tena lini. Lakini nahisi vilabu hivi ifike mahala vitumie utu. Lakini unavyozungumza utu, baba wa mpira wa Tanzania ni TFF, atoe kauli nzito kwa mmoja wao ambao pia tutajifunza, kwa sababu unasema learn through the mistake. Pale ndio ulikosa, saizi badilisha, naenda kusimamia nini kanuni, naenda kusimamia sheria na vifungu vyote, ibara zote kuhusiana na soka. Ambaye hataleta timu anapigwa lungu kuhusiana na kile ambacho kimefanyika. Kwa naona sasa bodi ya ligi yani ilete kitu ambacho tunasema ni majibu sahihi ya kwamba kwa nini viongozi wana uthubutu wa kukaa pale na wamekaimishwa yale majukumu na watu wa soka nchini Tanzania. Juu ya hiki kinachoendelea, Engineer Hersi ni rais wa Young Africans, lakini pia ni rais wa umoja wa klabu barani Afrika. Kinafanywa na Young Africans. Imefikia mahala watu wanaanza kulalamikia uongozi wa Young Africans, wanafanya maamuzi kama mashabiki. Hii kwa timu ambayo ina kiongozi ambaye ana high profile kwenye uongozi wa soka barani Afrika, inamfanya yeye atafsirike vipi na wana familia ya mpira wa miguu barani Afrika? Kuna vipengele viwili hapa ambavyo lazima tuvibainishe wazi. Moja ni kipengele cha kusimama yeye kama yeye na kiongozi wa Young Africa, lakini mbili, kipengele cha pili ni kwamba ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Vitu hivi viwili vinaweza vikawa vina mtazamo chanya kwenye kila nafasi. Atazungumza kama rais wa Young Africa, ni kweli, lakini upande wa pili kuna watu ambao watahisi kulingana na wadhifa alionao kwa kuwa mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, na ndio maana haya yanazungumzika. Hata ikipelekwa case juu ya nyadhifa ya kutoka TFF, CAS na FIFA, anaweza kufika pahala na akazungumza kwa sababu ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Isivyo sahihi ni kwamba tunasema unavyokuwa kiongozi lazima uweze kudetermine vitu viwili. Kitu cha kwanza ni kuangalia status ulionayo. Ukizungumza jambo wanaangalia huyu ni kiongozi aliyezungumza. Engineer Hersi nitakuwa ifike mahali yeye kama kiongozi, yeye ndo anailani program zote za klabu nje na tajiri Ghalib Said Mohamed. Nitakiwa afanye kitu kimoja kwamba na coordinate timu yangu, management, wachezaji, lakini pia uongozi mzima. Huu mchezo lazima uchezwe. Then baada pale anaweza kaenda kublame sasa kwenye bodi ya ligi na TFF kwenye kile ambacho kimetokea, lakini uhusika wake au bebe, kwa maana anayechukua mambo kiuongozi. Mimi ndo ninayofikishiwa lawama, ninayofikishiwa kila kitu. This time around na wapeleka wachezaji, tunaenda kucheza mechi. Then baada ya mechi naenda kublame kwa nini kile kilitokea na mkutupatia release letter au majibu ya kile ambacho mlienda kukitafiti. Wakati tunaelekea kuja kwenye segment hii au kipindi hiki tunachokifanya muda huu, Young Africans kupitia wanasheria wake wamemtaka moja kati ya waandishi wa habari za michezo nchini Tanzania kuomba radhi, vinginevyo wanamfungulia mashtaka kwa sababu amesema
ameisemea uongo Young Africans. Moja kati ya vitu ambavyo alivyoviandika huyo mwandishi ni kwamba Young Africans wako tayari kupoteza ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara na kukosa mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini watapambania kombe la CRDB Federation Cup. Hii ni moja kati ya statement zilizopo kwenye maelezo aliyoandika huyu mwandishi wa habari. Kitendo cha Young Africans kutaka kuomba radhi na huyu mwandishi au kumpeleka mahakamani kwa sababu amenukuu vitu kutoka kwenye barua ambayo wao wamesema hawako tayari kucheza ule mchezo. Na consequences za kutokucheza ule mchezo ni kunyang'anywa alama 3 kwenye ule mchezo na kukatwa alama 15 ambazo zitawafanya wasishiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, na pengine wanaweza hata wasishiriki mashindano kwa sababu inategemeana hizo alama 15 watanukia nafasi gani. Sasa kitendo cha kusema kwamba amewasemea uongo, maana yake ni kwamba Young Africans wataenda kushiriki huu mchezo. Nahisi kuna vitu ambavyo lazima tuvibainishe wakati tunazungumza. Unavyoeka kitu kwenye media, unavyoeka kwa umma, lazima uzingatie vitu viwili. Kitu cha kwanza ni statement ambayo unahisi umeitoa. Je, ni statement ambayo ina usahihi kuanzia kile ambacho kilitokea hapo ulipo, na watu wana maono gani kuelekea hiyo tukio ambalo umelizungumzia. Lakini kitu cha pili, nahisi ifike tu mahala tuweze kuzimeza zile ethics za kiuandishi. Imefika mahali kuna waandishi ambao tunaweza tukasema ni waandishi na wana mahaba na vilabu fulani. Kuzungumza hivyo huwezi kumtanabaisha ni nani kwa jina, lakini anazungumzwa kiuandishi kwamba ni muandishi. Mimi nahisi inaweza ikawa ni moja ya statement ambazo both side inaweza ikawa ni inaharibu lakini pia inachochea. Kwa sababu moja ni kuzungumza hivyo, Young Africa walireact kwenye statement yake kwamba kama wewe umezungumza hivi basi sisi tutareact ili wewe tukupeleke mahakamani, tunaenda kucheza huo mchezo. Na kama imezungumza hiyo statement tena, huyo sasa aliyeizungumza mwandishi mwenzetu kama sisi anaweza kawa na uhalisia wa kwamba nilizungumza hiki kitu Young Africa kweli hawajakifanya. Kwa hiyo hapo nahisi nizungumze tu kwenye uhalisia. Young Africa kama kuna kipindi ambacho nitakawa we common collected ni kwenye kipindi hiki cha mchezo wa dabi ya Kariakoo. Simba wanaonekana kuwa hawana shida kwa sababu wapo tayari kuelekea mchezo, lakini wanasema lazima identify weakness na strength za opponent wako. Young Africa anaenda kukutana na mbabe mwenzie wa soka nchini Tanzania. Ni watu ambao wanashabihiana kama si kufuatana, pia kutoa vikombe vya ligi na vikombe vingine. Kwa hiyo kwenye mchezo huu inaweza kutumika mind game, inaweza kutumika kama mbinu mojawapo ya kwamba hatutofika kwenye mchezo siku moja kabla au baada ya masaa kadhaa unaona kikosi kimetolewa, wana train at the town na wengine Mo Arena, mwisho wa siku anakutana Stade Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo yote 9-10 yanawezekana, ila Young Africa lazima kwenye kipindi hiki wao watulivu na kutulia haswa, kwa sababu wanaweza kapoteza dila ya ligi na inaweza kapoteza status ya klabu mahali ambapo imefika moja kwa moja. Huu mgogoro unaoendelea, kuna namna yote ile ambavyo unaweza ukaiathiri timu kwa maana ya wachezaji na benchi la ufundi? Upo. Young Africa wana kocha ambaye ni Melody Hamdi, kocha mwenye profile kubwa, kocha ambaye tunasema ni professional, lakini pia ina wachezaji ambao ni ghali na tunasema wanafuatiliwa sana barani Afrika. Na ligi ya Tanzania imekuwa ni ligi bora sana, hususan kwenye wachezaji ambao tunakuwa nao. Mara kadhaa tumekuwa tukiona ligi yetu ni dhaifu kwa sababu ya uwepo wa wachezaji ambao walikuwa ni wa kawaida tu. Saizi ilikuwa ni ngumu zaidi kumchukua mchezaji kutoka Afrika Magharibi, Ivory Coast, lakini pia ulikuwa huendi kumchukua mchezaji ukanda wa UNAF kwa maana kaskazini. Alikuja hapa kina Ayub Black Lady, lakini pia vivyo hivyo ukanda wa Sekafa huko na wachezaji ambao wapo Kenya, wapo Uganda, wanahitaji kuja kushiriki kwenye ligi kama hii. Tumeona wachezaji kama kina Teges Momanyo wapo Pamba, lakini wachezaji wengi sana kina Shasili na Himana wapo ndani ya ligi na wote hao wapo na wanashiriki. Kwa hiyo inaweza kakosa pia wachezaji wakatoka kwenye mfumo, lakini pia management pia ikahisi kwenye klabu ambayo tupo, viongozi tulionao hawana maturity ya kuaccept complete responsibility kuelekea ushawishi wa wachezaji, lakini pia motivation na inspiration kwa sisi kama makocha na management nzima ya Young Africa. Bwana, inawezekana bado una mengi sana ya kuyasikiliza kutoka kwetu, lakini kulingana na ratiba zetu muda wetu kama umetuishia hivi. Mimi ni Lusamwa. Till next time, nilikuwa na Fadhili Nyika.